katika eneo la Kashmir. Habari kamili. Vatican. Vurugu zimeshuhudiwa nje ya Vatican huku umati mkubwa wa watu ukiendelea kumiminika leo katika kanisa kuu la Mtakatifu Petero, ikiwa ni siku ya mwisho ya kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis aliaga dunia siku ya Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88. Shirika la habari la DPA limeripoti kuwa watu wanaopanga foleni kwenye barabara ya Via della Conciliazione, njia kuu ya kufika uwanja wa Mtakatifu Petero walisukuma kando vizuizi vya usalama na kulazimisha kuingia katika kanisa hilo, huku maafisa wa usalama wakijaribu kuwazuia. Mwili wa Papa Francis unatarajiwa kuwa katika kanisa hilo hadi saa 1 jioni leo kwa majira ya Vatican, kabla jeneza lake kufungwa kwa ibada ya mazishi na kuzikwa kesho Jumamosi. Vatican imesema takriban ujumbe 130 wa kigeni umethibitisha kuhudhuria mazishi hayo ya Papa, ikiwa ni pamoja na wakuu 50 wa mataifa na wafalme 10. Washington. Kongo na Rwanda leo zinapanga kusaini makubaliano ya kukuza amani na maendeleo ya kiuchumi mjini Washington kama sehemu ya msukumo wa kidiplomasia wa kusitisha ghasia baada ya mashambulizi ya kundi la waasi wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Kongo. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vilivyoliarifu shirika la habari la Reuters. Makubaliano hayo yanayotarajiwa kutiwa saini na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili katika hafla na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio yanakuja katika wakati ambapo Marekani iko kwenye mazungumzo ya kuwekeza mabilioni ya dola nchini Kongo yenye utajiri wa madini. Wiki hii Rwanda pia imesema inazungumza na Marekani kuhusu uwezekano wa mkataba wa madini. Islamabad. Vikosi vya Pakistan na India vimekabiliana kwa risasi katika bonde la Kashmir linalozozaniwa. Haya yamesemwa leo na maafisa wa Pakistan wakati mvutano kati ya mataifa hayo mawili hasimu yenye uwezo mkubwa wa nyuklia ukiongezeka kufuatia shambulizi baya la kigaidi katika eneo hilo. Maafisa wawili wa ujasusi wameliambia shirika la habari la DPA kwamba vikosi vya India vilifanya mashambulizi ya risasi ya usiku kucha katika kituo cha mpakani kwenye eneo la Lipa nchini Pakistan. Afisa mmoja ameongeza kuwa vikosi vyao vilijibu shambulizi hilo kwa silaha nyepesi, lakini mashambulizi hayo yamesitishwa kwa sasa na hakuna majeruhi walioripotiwa. Mashambulizi hayo yanakuja baada ya mataifa hayo mawili ya Asia Kusini kulumbana mapema wiki hii baada ya shambulizi baya la kigaidi katika eneo hilo la Kashmir linalotawaliwa na India lililosababisha vifo vya watalii 26. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Shirika la Umoja wa Mataifa la misaada ya kiutu OCHA limeonya jana kuwa kambi ya wakimbizi ya Zamzam katika eneo la magharibi mwa Sudan inakaribia kwa tupu, hii ikiwa chini ya muda wa wiki 2 tu baada ya kutekwa kwa kambi hiyo na vikosi ambavyo vimekuwa vikikabiliana na jeshi la serikali katika vita vya miaka 2. Katika taarifa, OCHA imesema kambi hiyo ya wakimbizi ya Zamzam ambayo ilikuwa makazi ya takriban wakimbizi 400,000 kabla ya wengi kutoroka imebaki na idadi ndogo mno ya wakimbizi. OCHA imeongeza kuwa picha za satellite zilionyesha moto ulioenea huku wanamgambo hao wakiripotiwa kuwazuia wakimbizi wengine kuondoka. Pia imesema wakimbizi hao kutoka Zamzam sasa wanaelekea katika maeneo mengine na takriban 150,000 wakimbizi 150,000 wamewasili katika eneo la Al-Fasha, huku wengine 181,000 wakielekea katika eneo la Tawila. Hatimaye London. Waziri wa mazingira wa Uingereza Steve Reid amesema wako tayari kuisaidia Ukraine kwa namna yoyote ile linapokuja swala la kuiunga mkono katika kutafuta makubaliano ya amani, lakini hakusema ikiwa vikosi vya nchi hiyo vitapelekwa Ukraine. Reid amesema muungano thabiti wa mataifa unahitajika ili kuhakikisha kwamba makubaliano yoyote ya amani yanaweza kutekelezwa. Haya yanajiri huku waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer akisema kuwa mazungumzo ya kujaribu kumaliza vita yamefikia kiwango cha juu na akasisitiza wito kwa Urusi kushiriki katika mazungumzo na kukubali kusitisha mapigano.
Hii leo gazeti la The Times limeripoti kuwa huenda Uingereza ikafutilia mbali mipango ya kutuma vikosi vyake nchini Ukraine kwa sababu athari zake zinazingatiwa kwa juu. Gazeti hilo hata hivyo limesema kuwa wakufunzi wa kijeshi bado watatumwa nchini Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Ni mwenzangu Tatu Karema aliyekuletea habari za ulimwengu. Katika safu ya uchambuzi mchana wa leo utasikia wakazi wa Roma na maelfu ya waumini kutoka duniani kote wanaendelea kumiminika Vatican kwa mara ya mwisho kumuaga Papa Francis, na mwanasiasa wa Kenya na kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua ashangazwa na hatua ya mahakama Tanzania kuendesha kesi inayomkabili mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu kwa njia ya mtandao licha shauri lake kuwa na maslahi kwa umma. Na leo ni siku ya malaria duniani ambapo idadi ya vifo inayotokana na ugonjwa huo imepungua nchini Kenya. Kujua jitihada zilizochukuliwa, tafadhali salia nasi. Unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa YouTube na Facebook, huko tunapatikana moja kwa moja, lakini bila kusahau kupitia redio wa shirika. Lakini niachie maoni yako kwenye mitandao yetu ya Instagram na Facebook, nitasoma hapo baadaye. Tuanze safu yetu ya uchambuzi. Wakazi wa Roma na maeneo yanayo na mengi zaidi. Maandalizi ya mwisho kwa ajili ya mazishi ya Papa Francis yanaendelea mjini Vatican leo Ijumaa, huku misururu mirefu ya waombolezaji ikiendelea kujipanga kuingia kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro kumtazama kwa mara ya mwisho kiongozi huyo wa kanisa Katoliki aliyekuwa miongoni mwa mapapa waliowatetea wanyonge kwa juhudi kubwa. Zaidi ya watu 128,000 tayari wamepita mbele ya jeneza lake lililo wazi tangu siku ya Jumatano hadi leo asubuhi. Siku ya leo inatarajiwa kuwa ya mwisho kwa waumini kumuaga kabla ya jeneza lake kufungwa rasmi saa 2 usiku kwa saa za Vatican. Vatican na mamlaka za Italia zimeimarisha ulinzi mkali, zikizuia ndege zisiruke karibu, kuweka mashine za kuzuia ndege za droni na kutumia askari walioko kwenye mapaa pamoja na ndege za kijeshi zilizo tayari iwapo kutahitajika. Zaidi ya wajumbe 130 kutoka mataifa mbalimbali wakiongozwa na marais wa Marekani na Ukraine wanatarajiwa kufika leo jioni. Msururu mkubwa wa watu kwenye barabara ya Via della Conciliazione inayoelekea moja kwa moja hadi Vatican ulisababisha hali ya sintofahamu leo asubuhi baada ya baadhi ya watu kuvunja vizuizi vya usalama kwa shauku ya kumwona Papa kwa mara ya mwisho. Polisi walilazimika kuingilia kati kurejesha hali ya utulivu. Askofu wa zamani wa Texas Joseph Stickland, mhafidhina ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa mkakati wa Papa Francis wa ujumuishi na ambaye aliondolewa mwaka 2023, alizungumzia urathi wa Papa huyo kwa ukosoaji akisema, kuhusu swala zima la mapenzi ya jinsia moja, mafundisho yanatuasa tuwe na huruma kubwa, na naamini Kristo pia angetuita kuwa na huruma kwa watu wenye mwelekeo wowote kuelekea jambo ambalo ni dhambi. Lakini tunapaswa kukiri kuwa vitendo fulani ni dhambi. Kwa kifupi, wakati Papa Francisco mapema kabisa katika maandiko yake alisema, mimi ni nani ni hukumu? Kwangu mimi hilo halikuwa la kuvunja moyo, kwa sababu yeye kama Papa ana funguo za ufalme. Yeye anapaswa kuhukumu, si jukumu rahisi. As Pope, he is to judge. It's not an easy role. Licha ya kauli hiyo ya kukosoa kutoka kwa viongozi wa kanisa wanaompinga, wengi duniani wanamkumbuka Papa Francis kama kiongozi aliyejaribu kubadilisha kanisa kwa kulikumbatia na kulihurumia kundi la watu waliotengwa, wakiwemo wahamiaji, masikini na wale waliotengwa kijamii. Baada ya mazishi siku ya Jumamosi, jeneza la Papa litasafirishwa kwa mwendo wa kutembea kupitia maeneo ya kihistoria ya Rome hadi kanisa alilolipenda la Santa Maria Maggiore, ambako atazikwa kwenye kaburi lililoandikwa jina moja tu, Franciscus. Asante Selina, tutaendelea kukujuza kuhusiana na hicho kinachoendelea huko Vatican.
Na sasa tunaingia hapo nchini Kenya ambapo kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement Raila Odinga anakabiliwa na shinikizo ndani ya ngome yake ya Nyanza akitakiwa avunje ushirika wake wa kisiasa na Rais William Ruto. Kauli za baadhi ya magavana wa ODM akiwemo Profesa Anyang' Nyong'o, gavana wa Kisumu, zimezidi kuongeza shinikizo hilo kwa Odinga. Lakini mbali na kauli hizo, kutoridhishwa kwa baadhi ya wanachama wa ODM na ushirika huo kunatokana na nini hasa? Mwenzangu Angela Mdungu amezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama hicho Philip Etale, na kwanza ameanza kueleza. Wajua, chama cha ODM kimebuniwa kwa msingi wa demokrasia. Kwa miaka mingi kimekuwa kikipigania sana haki ya mwananchi na kuweza kuona kwamba kuna usawa katika ugavi wa rasilimali za kitaifa, kusimamia utawala wa sheria. Sasa ukiona baadhi ya wanachama wa chama cha ODM wakitoa msimamo mkali kuhusiana na msimamo ambao Mheshimiwa Raila Odinga ameuchukua kwa sasa, ni kwamba wanaona kwamba zile kauli 10 ambazo ziliweza kusainiwa katika ule mkataba uliosainiwa tarehe 7 mwezi Machi baina ya chama cha ODM na chama cha UDA, baadhi ya mambo hayo hayatekelezwi kwa njia ambayo tulitarajia. Utekaji nyara wa wananchi holela uweze kukomeshwa, na vile vile mambo kuhusiana na ugavi wa rasilimali kuelekea katika gatuzi ambazo zipo 47. Mambo kama hayo haijatekelezwa jinsi ambavyo magavana walikuwa wanatarajia, na jambo hilo limeweza kuwakera magavana. Ndipo unapata kwamba magavana wa chama cha ODM wameweza kutoa sauti na hisia zao kwa ukali kuweza kukemea na kusema kwamba iwapo ugatuzi utaweza kugandamizwa, basi hawatokubaliana na jinsi ambavyo shughuli au mambo yanavyoendeshwa katika taifa la Kenya. Hiyo ni mojawapo ya hatua ambayo imechukuliwa. Na kabla sijakuuliza swali jingine, nilitaka tu kufahamu kwamba kusogeleana ama ushirikiano wa Rais Ruto na Odinga ni msimamo wa chama chenu hadi sasa? Wajua, wakati ambapo kulikuwepo na cheche za hapa na pale mwaka uliopita, ambapo kulikuwepo na maandamano yaliyopelekea vijana kuweza kuuawa na wengine kujeruhiwa na wengine kukamatwa, wengine kuteka nyara, ilifikia kiwango kwamba taifa la Kenya lilikuwa linaelekea kwa njia ambayo sio nzuri. Na ndiposa Mheshimiwa Raila Odinga aliweza kuzungumza na Mheshimiwa Rais wanavyoweza kutuliza hali ilivyo katika nchi. Ilikuwa ni njia moja tu ya kuweza kutuliza cheche na zile tetesi ambazo zilikuwepo. Lakini hivi juzi uliona kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alitoa taarifa akisema kwamba anafuatilia kwa makini sana, kwa ukaribu, zile tetezi ambazo zinatolewa na wanachama wa chama cha ODM kuhusiana na jinsi mambo yanavyoendeshwa. Na akasema kwamba karibuni kamati kuu ya chama cha ODM ilikutana na kuweza kuchukua msimamo ambao utakuwa ndio msimamo ambao utakuwa umechukuliwa na chama cha ODM kuhusiana na swala hili zima la serikali jumuishi na ushirikiano wa chama cha ODM na kile cha UDA. Nafahamu hilo linasubiriwa, lakini kwa namna mambo yanavyoendelea hivi sasa, unaweza kusema kwamba kuna mpasuko ndani ya chama chenu? Hamna mpasuko, hii ni demokrasia. Jinsi nilivyosema hapo awali ni kwamba chama cha ODM kimebuniwa na kusimama kwa msingi wa demokrasia. Yeyote aliyo katika chama cha ODM ana haki ya kuweza kutoa sauti yake kuhusiana na jambo ambalo halimfurahishi, na hiyo ni mojawapo ya mambo ambayo yanafanya chama cha ODM kukua na kuwa chama ambacho kinaheshimiwa katika taifa la Kenya, kwa sababu unapozungumza hakuna yeyote ambaye anakashifu au kukemea. Kwa hivyo hiyo njia moja ni demokrasia tu. Ni mwenzangu Angela Mdungu alipozungumza na Philip Etale, mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM Kenya. Endelea kwa nasi. Mwenzangu Rashid Chilumba yuko tayari hapa na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Kunani? Yako mengi, na leo siko peke yangu. Leo tumeshirikiana na mwenzetu Husna Muhammad kuandaa haya yanayovuma mitandaoni. Pengine siku zijazo mtaweza kumuona mwenyewe, lakini tuanze nchini Tanzania. Polisi ya Tanzania hawa tunaweza kusema ni kama imekalia kutikavu mitandaoni tangu jana na hadi mchana kuu. Wengi wanatumia mitandao ya kijamii nchini humo kukosoa jinsi chombo hicho kinavyofanya kazi. Hawa utakumbuka jana polisi ilitumia nguvu kubwa sana
jana kuwazuia wote waliokwenda mahakamani kufuatilia kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Kama unavyofahamu, yuko korokoroni kwa wiki kadhaa sasa. Sasa wanasiasa waandamizi upinzani walikamatwa, watu wengine wanadai walipigwa na polisi, na hata kuna ripoti kwamba mtu mmoja ameuawa kutokana na makabiliano hayo, ingawa polisi yenyewe haijathibitisha kwamba kifo kilichotokea kilitokana na makabiliano hayo kwenye eneo la mahakama ama kwingineko ambako wanasiasa wa upinzani ama wafuasi walizuiwa. Sasa tulishuhudia ulinzi mkali na watu wakiburutwa kwenye makarandinga na kupelekwa polisi. Mitandaoni watu wanaelezea hasira zao kwamba polisi ya nchi hii inatumika vibaya kuwakandamiza wakosoaji wa serikali kwa kulinda maslahi ya chama tawala. Wengi wamekwenda hata kwenye kurasa rasmi za jeshi la polisi lenyewe kuwashambulia kwa maneno. Nitakupa maoni ya wachache wakili wanachosema. Lakini pia nilisikia hata waandishi wa habari wanasema hawakufanya kazi yao katika mazingira huru. Malalamiko ni mengi sana kuhusiana na jinsi polisi ilivyoshughulikia swala hilo jana. BM6 anajiita yeye kwenye ukurasa wa Instagram, anasema polisi mmekubali kuungana na Chama cha Mapinduzi kuitesa Tanzania nzima. Malipo yenu hayapimiki, mtateseka maisha yenu kuanzia duniani hadi akhira. Maana watu wana sasa laana hii. Sasa ni laana hii. Tambueni kuna maisha baada ya haya duniani. Stan Jax anasema moja wapo ya kazi za ovyo kabisa ni pamoja na za kutii amri tu hata kama ni batili. Wakati Philip Baraka anasema ipo siku mtalia na kusaga meno, jitahidini kupenda watu, kimani kumbukini mnaishi na sisi huku uragani. Lakini hawa polisi yenyewe inasema inatimiza jukumu lake kwa mujibu wa sheria na kwamba wote walioshughulikiwa ni wale wanaotaka kuhatarisha usalama na amani ya Tanzania. Haya, ya huko tuache huko, kuna mengineyo. Nchini Uganda kuna kongamano la masuala ya viongozi. Sasa rais wa Kenya wa zamani Uhuru Kenyatta alikwenda huko Uganda kutoa mahadhara kidogo. Sasa amekuwa gumzo mtandaoni baada ya kutoa matamshi akiwakumbusha vijana kwamba hakuna atakayewaokoa na kuwakuza hasa kutoka nje ya Afrika. Na kiongozi huyo amewasisitiza vijana waamke na wajitume ili kuendelea kimaisha. Sasa matamshi hayo inaonyesha yamewakera vijana hasa nchini Kenya, wakisema Kenyatta hana haki ya kutoa kauli kama hiyo, hasa ikizingatiwa kwamba alikuwa kiongozi wa taifa hilo na ilifaa asaidie kuwaonyesha vijana njia. Nitakupa maoni ya mtu mmoja na tumewashua tanye upe hapa. Kevin Odhiambo anasema yeye na familia yake wapo katikati ya matatizo yetu, asijifanye mtu wa pembeni akitaka kujiosha na kujitenga na uongozi wa Kenya. Siongeze neno. Haya, asante sana. Tuangalie maoni ambayo tumetumiwa na wafuatiliaji wetu katika mitandao yetu ya kijamii.